Naitwa Ipiana Mdilo, ni mkurugenzi msaidizi uratibu, natoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Tuko hapa mkoani Singida kwa ajili ya kuendesha kliniki ya ushauri wa kisheria ambayo inasimamiwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia kamati za ushauri wa kisheria za mikoa pamoja na wilaya. Kwa ujumla zoezi linaenda vizuri sana, mwitikio ni mzuri. Kuna wananchi ambao wamekuja na malalamiko yao, na kupitia jopo la mawakili waliopo hapa wa serikali tunaendelea kuwasikiliza, na migogoro mingi imeonekana migogoro ya ardhi ambayo ndio kwa kiasi kikubwa imeweza kuwasilishwa katika kliniki hii. Kwa nitoe wito, wananchi wanaposikia taarifa za uwepo wa huduma kama hizi, basi waendelee kujitokeza kwa wingi ili waweze kupata suluhisho la malalamiko yao. Kwa majina ninaitwa Matrida Maxon, ni mkuu wa kitengo cha huduma za sheria kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida, na katika kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa ni katibu wa kamati, na kwa sasa tunaendelea na utoaji wa kliniki ya huduma ya kisheria. Katika kliniki hii tunatoa bure kwa wananchi wote, na tunashughulika na mambo mbalimbali yote yanayohusiana na sheria. Hivyo tunawaalika na kuwaalika wananchi wajitokeze kwa wingi, wale wote ambao wana changamoto mbalimbali za kisheria. Kliniki bado zinaendelea. Tumeanza utoaji wa kliniki toka tarehe 19 na tunatarajia kumaliza tarehe 25. Wananchi wengi wamefaidika kwa sababu kuna wananchi wengi walikuwa hawajui waanzie wapi. Asante wale wote wamechukua nafasi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu zoezi hili kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na nimshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuweza kuja katika wilaya yetu ya Singida, kwamba jambo hili ni jema, limekuwa ni kubwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa amelizindua pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali, na sisi kama wasaidizi wao kwa kweli tunaona jambo hili ni jambo lenye manufaa sana kwa wananchi wetu. Hii huduma ya kisheria kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali chini ya serikali Dr. Samia Suluhu Hassan inatolewa bure. Kwa hiyo njooni. Leo mimi ninapozungumza hapa ni Alhamisi leo hii. Kwa hiyo kuna Ijumaa kesho, kuna Jumatatu na Jumapili. Na weekend mje, maana zile siku ambazo tunakuwepo tupo kwa shughuli za kifamilia, waje wapate huduma hii ya kisheria bila malipo kutoka wanasheria wabobevu ambao wapo hapa kwa ajili ya kuwasaidia wana Singida. Hili ni jambo kubwa la kipekee. Kwa jina naitwa Zainabu Rajabu Ramadhani kutoka Shelui, mkoa wa Singida. Nilivyosikia kliniki ya wanasheria hapa Singida, nimefika, nimekuta huduma iko vizuri. Wananchi wanahudumiwa vizuri, wanasikilizwa, wanapewa ushauri, wanapewa maelekezo ya kuweza kumuvu ile shida aliyoijia nayo hapa. Kwa hiyo kwa ujumla kliniki hii imetufanya sisi wana Singida tuweze kumaliza shida zetu kwa fasaha ambao tulishindwa tuzipeleke wapi. Maana wananchi wengi hawana uelewa, lakini kwa kliniki hii inatuletea hamasa sasa mwananchi kutambua fursa yake, hailete hapa ili aweze kusaidiwa. Kwa majina naitwa Nemes Mushi, ni mkazi wa manispaa ya Singida. Cha kufurahisha zaidi au kinachohamasisha zaidi, huduma hii inapatikana bila malipo yoyote. Kwa hiyo kwa mwananchi yote anaweza kufika pale kupata huduma hii. Msaada huu anaupata bure kabisa. Kwa jina naitwa Tumaini William tokea Singida. Kliniki ya sheria imetufikia hapa Singida, mkoa wa Singida. Naamini itatusaidia wengi, watu wajitokeze wakapate kusaidiwa wenye changamoto ya viwanja, ndoa na kadhalika. Jina langu naitwa Miraji Isa Nongwa. Mimi binafsi nimeipokea vizuri na nimeipenda, na nilikuwepo katika kliniki hiyo, nimeona watu jinsi wanavyosaidiwa na watu wengi wanapata msaada mbalimbali. Na kushukuru sana kwa mwanasheria mkuu wa serikali kutuweza kutuletea kliniki ya sheria, na pia nilikuwa naomba ombi langu kliniki ya sheria basi iweze kufika mpaka vijijini. Kwani kuna wananchi huko vijijini na wao wanahitaji huduma kama hii, lakini wafikii. Ikifanikiwa hilo itakuwa ni jambo zuri zaidi ili watu wote tuweze kupata huduma hii kwa pamoja.